hai. Tumsifu Yesu Kristo. Karibuni sana wapendwa, ni Jerusalem Family TV, huduma ya uinjilishaji kwa njia ya vyombo vya habari. Ni furaha kukukaribisha katika maombi yetu maalum kabisa ya mfungo wa siku 12 kwa ajili ya kumshukuru Mungu kwa kutusaidia. Tumemaliza salama mwaka 2025 na kupanda mbegu kwa ajili ya mwaka 2026. Katika mafungo haya tuna sehemu mbili. Tuna sehemu ya asubuhi na sehemu ya jioni, ambapo asubuhi kama hivi tunashukuru kwa ajili ya mwaka huu wa 2025. Jioni tunapanda mbegu kwa ajili ya mwaka ujao. Somo letu linaambatana na sadaka na mafungo. Kuhakikisha unaposikiliza unakuwa katika hali ya mafungo. Kwa wale wote ambao tumepewa neema ya afya njema, ila wale ambao wana changamoto za kiafya, ujauzito, uzee, wao wanafunga kwa njia ya kusikiliza masomo peke yake, kushiriki sadaka na kuendelea kuhudumu katika maombi. Wapendwa, karibuni sana. Leo ni siku ya 7 kwa sababu kila siku moja inawakilisha mwezi mmoja. Ina maana kama ni siku ya 7 tunaenda kudili na malango ya mwezi wa 7. Kwa upande huu wa asubuhi tutaenda kudili na malango ya mwezi wa 7 wa mwaka 2025. Karibuni sana, tufungue kwa sala, tuanze rasmi mafungo yetu. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Baba Mungu Mwenyezi, tunakushukuru, tunasema asante kwa ajili Mungu Baba ya jioni ya leo, muda huu Bwana. Mungu Baba, ambao watoto wako wanatusikiliza, wengine kwao ni jioni, wengine kwao Bwana ni asubuhi, wengine kwao ni mchana. Mungu tunakushukuru hata kwa ajili ya huu muda. Tunakushukuru Bwana kwa ajili ya huu wakati. Mungu Baba, wewe ni Mungu wa nyakati zote. Haijalishi Mungu Baba, kwangu ni asubuhi, kwao ni jioni, kwao ni mchana, kila mtu kwake ni muda gani. Bwana, wewe Mungu ndiye unayejua, mapenzi yako yanatufunika katika majira yote. Ndio maana tunakunyenyekea, tunaomba rehema na msamaha hata maeneo yote ambayo tumekosea. Tunaomba Mungu tusamee kwa huruma ya Mungu. Tunaachilia damu ya Yesu, tunaomba ishuke Bwana. Damu yako itupe kustahilishwa tusipostahili. Damu yako itupe kuona mema katika jina la Yesu. Tunaalika uwepo wa Roho Mtakatifu. Tunaomba Roho Mtakatifu uje hapa Bwana, utusimamie katika yale ambayo tunaenda kuyafanya, ili ibada hii iongozwe na uwepo wa Roho Mtakatifu katika jina la Yesu. Tunajiacha mikononi mwako Yesu, katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kila mwenye pumzi aseme amen. Somo letu ambalo tunatembea nalo katika haya mafungo linaitwa kushukuru kwa ajili ya mbegu iliyopandwa malangoni bila kujali matokeo yake. Hili ndio somo ambalo tunatembea nalo kila asubuhi. Kushukuru kwa ajili ya mbegu iliyopandwa malangoni bila kujali matokeo yake. Shukuru kwa ajili ya mbegu iliyopandwa malangoni bila kujali matokeo yake. Na leo ni siku ya 7 ya somo letu, hivyo tutaenda kudili na lango la mwezi wa 7 la mwaka 2025. Andiko letu ambalo limekuwa likitubeba kwenye haya mafungo ni andiko lile lile la kitabu cha Injili ya Marko, ile sura ya 4 mstari wa 3 hadi wa 8. Injili ya Marko sura ya 4 mstari wa 3 hadi wa 8. Nimekuwa nikiisoma kila siku kwa sababu ndio andiko mama lililobeba ya mafungo. Tangu tuanze siku ya kwanza hatujawahi yama. Tuko hapa hapa tu kwenye hii Injili ya Marko. Kwa ninaomba uhakikishe imekuingia moyoni. Nitaisoma tena. Sikilizeni, tazama mpanzi alitoka kwenda kupanda. Ikawa alipokuwa akipanda, mbegu nyingine ilianguka kando ya njia, wakaja ndege wakaila. Nyingine ikaanguka penye mwamba pasipokuwa na udongo mwingi, mara ikaota kwa kuwa na udongo haba. Hata jua lilipozuka iliungua, na kwa kuwa haina mizizi ikanyauka. Nyingine ikaanguka penye miiba, ile miiba ikamea ikaisonga isizae matunda. Nyingine zikaanguka penye udongo ulio mzuri, zikazaa matunda, zikamea na kukua na kuzaa, 130, 160 na 100. Oh, haleluya! Wana wa Mungu ale hai. Msifu Yesu Kristo, kanisa la Bwana. Kupitia hili neno tumeona kuna aina 4 za mbegu ambazo mpanzi alipanda.
na huyo mpanzi ni mimi na wewe. Mbegu ya kwanza Biblia inasema alipopanda ilianguka kando ya njia, ndege akaila na haikufanikiwa kuota. Mbegu ya pili akaipanda juu ya mwamba, jua likaiunguza, haikuota. Mbegu ya tatu akaipanda kwenye miiba, ikasongwa na miiba, haikuota na yenyewe pia. Alafu mbegu ya nne akaipanda kwenye udongo mzuri, yenyewe ndiyo ikaota. Sasa hii mbegu ya kwanza iliyoanguka kwenye kando ya njia ikaliwa na ndege, tulishajifunza tayari na tukaombea. Mbegu ya pili iliyoanguka kwenye mwamba ikachomwa na jua, na yenyewe pia tulishajifunza tayari na tukaombea. Kwa sasa tupo kwenye mbegu ya tatu, ile iliyoanguka kwenye mwiba, sawasawa na ule mstari wa 7 wa hii Marko sura ya 4. Mstari wa 7 hii Marko sura ya 4 inasema, nyingine ikaanguka penye miiba, ile miiba ikamea, ikaisonga isizae. Kwa sasa ndio tuko kwenye hichi kipengele cha mbegu iliyopandwa kwenye miiba na ile miiba ikaisonga isizae. Hii mbegu ni nini? Kila wakati nimekuwa nikisema na leo tena nitasema ili kuhakikisha unakumbuka vizuri. Mbegu ni mipango na malengo tunayokuwa nayo na tunayotegemea kuitimiza ndani ya mwaka husika. Kila mtu mwaka unapoanza anakuwa na mipango yake, anakuwa na malengo yake. Mwaka 2025 ulipokuwa unaanza, ulikuwa una malengo, ulikuwa una mipango ambayo ulitamani kuitimiza mwaka huu. Kwa hiyo ile mipango yako na malengo yako yote kwa ujumla ndiyo inaitwa mbegu uliokuwa nayo. Kwa tunaposema mbegu ilianguka kwenye mwiba, ina maana ile mipango yako iliangukia mahala pabaya na imeshindwa kutimia. Sasa hii miiba kiujumla, kwa mujibu wa somo letu, tuligundua iko miiba mitatu. Kuna mwiba wa shughuli za dunia, kuna mwiba wa udanganyifu wa mali, na kuna mwiba wa tamaa za mambo mengine. Mwiba wa shughuli za dunia tulishajifunza na tukaombea. Mwiba wa udanganyifu wa mali tulijifunza siku ya jana, tukamalizana nayo jioni ya jana. Leo siku ya 7 tunaenda kujifunza huu mwiba wa aina ya tatu, ambao na wenyewe pia una nafasi ya kuzuia malengo yako kwenye mwaka yasitimie. Na yamkini hata kuna watu muda huu mko kwenye kizungumkuti cha maswali na maumivu na majeraha, kwa sababu mipango yenu na malengo yenu ya 2025 hayajawa kama mlivyotaka yawe, kwa sababu ya huu mwiba uliokuwa sababu ya kukuzuia. Na ndio maana nisikilize vizuri ili upate kujua pale mwishoni utaomba maombi gani. Aidha ni toba au ni shukrani, au ni toba na shukrani kwa pamoja. Huu mwiba wa tatu unaitwa tamaa za mambo mengine. Tamaa za mambo mengine. Tunaipata kwenye hichi kitabu cha Injili ya Marko sura ya 4 kwenye ule mstari wa 18 na 19. Marko sura ya 4 mstari wa 18 hadi na 19 inasema, na hawa ndio wale waliopandwa penye miiba, ni watu walisikia lile neno, na shughuli za dunia na udanganyifu wa mali na tamaa za mambo mengine. Sikia vizuri hapo, na tamaa za mambo mengine zikiingia, hulisonga lile neno, likawa halizai. Kwa tunaona kipengele cha tamaa za mambo mengine kinaorodheshwa pale kama moja ya miiba inayosababisha mbegu isizae, malengo yasizaliwe kwa mtu. Sasa mtu wa Mungu nisikilize vizuri. Tunaposema tamaa ni mwiba unaozuia malengo yako yasitimie katika mwaka, hatumaanishi kila tamaa ni mbaya. Narudia tena hii kauli. Tunaposema tamaa ni mwiba unaozuia malengo yako katika mwaka yasitimie, hatumaanishi kila tamaa ni mbaya, kwa sababu tamaa pia ina faida yake kwa mwanadamu.
na ina nafasi yake kwa mwanadamu. Kivipi? Nisikilize polepole, hatua kwa hatua. Hapa ni darasani, utaelewa. Tuanze kwa kuangalia maana ya tamaa. Maana ya tamaa, tuangalie tu maana ya tamaa ili tupate picha. Maana ya tamaa. Tamaa ni hali ya kuwa na shauku inayokusaidia uwe na bidii ya kupata kitu fulani kwa ajili ya manufaa ya maisha yako. Tamaa ni hali ya kuwa na shauku inayokusaidia uwe na bidii ya kupata kitu fulani kwa ajili ya manufaa ya maisha yako. Kwa tunapoongelea neno tamaa, tunakuwa tunaongelea ile shauku, ile kiu, ile hamu inayokuwa ndani yako. Kwa lugha ya Kiingereza wanaita desire, self desire, ambitions, passions, zinazokuwa ndani yako, ambazo unakuwa unatamani upate kitu fulani kwa ajili ya manufaa ya maisha yako. Kitabu cha Zaburi ile sura ya 42 mstari wa kwanza hadi wa pili, kuna kitu kizuri sana pale. Zaburi ya 42 mstari wa kwanza hadi wa pili. Zaburi ya 42 mstari wa kwanza hadi wa pili inasema namna hii: kama ayala aioneavyo shauku mito ya maji, vivyo hivyo nafsi yangu inakuonea shauku, e Mungu. Nafsi yangu inamuonea kiu Mungu, Mungu aliye hai. Lakini nitakapokuja nionekane mbele za Mungu. Nisikilize polepole. Anasema kama ayala aioneavyo shauku mito ya maji. Ina maana huyu ayala anatamaa, anatamanio la kuingia kwenye mito ya maji, na ndiyo maana ndani yake kuna shauku juu ya mito ya maji. Anasema vivyo hivyo nafsi yangu inakuonea shauku, e Mungu wangu. Kwa lugha nyingine ni sawa na anasema nafsi yangu inakutamani, e Mungu wangu. Ina maana ndani ya mzungumzaji wa haya maneno alikuwa na tamaa ya kumpata Mungu, na ndiyo maana alikuwa na shauku juu ya Mungu. Unaelewa nachosema? Anasema nafsi yangu inamuonea kiu Mungu. Ina maana nafsi yake ina tamaa ya kumpata Mungu, na ndiyo maana anamuonea kiu, anasikia kiu ya kumpata Mungu aliye hai. Na ndiyo maana nikakwambia tamaa ni shauku au kiu inayokuwa ndani ya mtu, inayomsukuma kupata kitu kizuri kwa ajili ya maisha yake. Kwa mfano huyu mtu yeye wa hii Zaburi, yeye alikuwa na tamani kumpata Mungu, ndiyo kitu chake kizuri kwa ajili ya maisha yake. Tuangalie aina za tamaa. Tuangalie aina za tamaa. Tuangalie aina za tamaa. Tamaa imegawanyika katika pande kubwa mbili. Tamaa imegawanyika katika pande kubwa mbili. Pande ya kwanza ni tamaa nzuri, tamaa nzuri, na pande ya pili ni tamaa mbaya. Pande ya pili ni tamaa mbaya. Hizi ndio aina za tamaa. Aina ya kwanza au pande ya kwanza, unaweza pia ukaita aina, pia ni sawa, ni tamaa nzuri, na aina ya pili ni tamaa mbaya. Sasa tuangalie moja moja kiundani wake. Tuanze na tamaa nzuri. Tuanze na ile aina ya kwanza ambayo ni tamaa nzuri. Tuanze na aina ya kwanza ambayo ni tamaa nzuri. Tamaa nzuri ni ile hali ya kuwa na shauku ya kutaka vitu vitakavyokusogeza karibu na uso wa Mungu. Tamaa nzuri ni ile hali ya kuwa na shauku ya kutaka vitu vitakavyokusogeza karibu na uso wa Mungu. Kwa tunapoongelea tamaa nzuri, tunakuwa tunaongelea ile shauku inayokuwa ndani ya mtu, ambayo inamsukuma kutamani apate vitu ambavyo hivyo vitu atakavyovipata vitamsogeza karibu na uso wa Mungu. Hiyo tamaa ni nzuri na ni tamaa takatifu, sio tamaa chafu, ni tamaa takatifu. Mfano, unakuta mtu ana tamaa
ya kutamani kusali muda mrefu ili afike mbali kiroho. Unakuta mtu amekaa tu anakwambia ni mimi natamani na mimi nikiingia kusali, yani nisali, nizame, nifike mbali, roho yangu imuone Mungu. Tamaa kama hiyo sio tamaa mbaya, ni tamaa nzuri, na kila Mkristo anatakiwa awe nayo ili viwango vyake vya kuomba, viwango vyake vya kusali viweze kuongezeka. Lakini pia mfano mwingine, kuna tamaa ya kumjua Mungu ili uweze kumwabudu kikamilifu. Tamaa ya kumjua Mungu ili uweze kumwabudu kikamilifu. Kila Mkristo anatakiwa awe na tamaa ya kumjua Mungu. Usipokuwa na tamaa ya kumjua Mungu, utashindwa kwenda kanisani kusali vizuri, utashindwa kuacha dhambi, utakuwa upo tu. Lakini ukiwa na tamaa ya kumjua Mungu, muda wote utatamani kujua habari zake, kusikia habari zake, kumwabudu, kumhofu, kusali kwa uchaji na unyenyekevu sawasawa na mapaji na matunda ya Roho Mtakatifu. Kwa sababu ndani yako una tamaa ya kumjua zaidi ya unavyomjua. Hiyo nayo ni tamaa nzuri. Lakini pia mfano mwingine, kuna tamaa ya mtu kutamani kuijua Biblia. Kuna mtu unakuta anakwambia mimi natamani sana kuijua Biblia, natamani na mimi nijue kusoma Biblia. Kwa unakuta mara kwa mara anashika Biblia, anafunua, anasoma, anafanya hivi na hivi, anauliza watu, anauliza kule na kule, kwa sababu ndani yake ana tamaa. Nakumbuka miaka mingi iliyopita, sikumbuki ni miaka mingapi. Kipindi hicho nilikuwa ndio nimemaliza kusoma. Ndani yangu nilikuwa nina tamaa ya kutamani kuijua sana Biblia kuliko navyoijua. Nikaenda parokiani kwetu. Kipindi hicho tulikuwa tunaishi Mtwara. Nikaenda pale, tulikuwa tunaishi Mtwara sehemu moja inaitwa Newala. Nikaenda parokiani kwetu, parokia moja, nikaenda nikaongea na flate. Kulikuwa kuna flate yuko pale anafanya mazoezi yake ya kichungaji kama vile ambavyo wao wanafanyaga. Nikaenda nikaonana na yule flate, nikamwambia, samani, naomba unifundishe Bible study. Akaniambia hicho tu. Nikamwambia mimi naomba tu unifundishe Bible study. Akaniuliza, kwa nini unataka nikufundishe Bible study? Nikamwambia yule flate, kwa sababu natamani kuijua Biblia. Akaniambia sawa, haina shida. Mungu ambariki sana yule flate. Hakunikatalia. Tukapanga naye siku na muda, nikawa naenda pale parokiani ofisini kwake, akaongea na paroko. Tukawa tunaenda pale ofisini kwake, tunajifungia wawili tu, mimi na yeye. Amekaa kwenye kiti chake na mimi nimekaa kwenye kiti cha wageni. Ananifundisha Biblia na niko serious na take note. Mungu ambariki sana yule flate. Alikuwa anaitwa Flate Wolfgang. Bila shaka atakuwa alishakuwa father siku hizi. Bahati mbaya nilipotezaga mawasiliano naye, muda mrefu hatujaonana, sijui jawahi kumuona, lakini kile alichonifundisha, kile Mungu alichomtumia kunipandia ndani yangu, ndio hichi mpaka leo pia kinaendelea, na wewe unakifaidi hapa. Watu wa Mungu wale hai, kila kukua kiroho kuna tamanio. Mimi nilitamani kuijua Biblia, ndio nikajipeleka kuomba kufundishwa na huyo flati. Alinipiga msasa ile siku, ikanisaidia, na naamini kile alichokiweka kina mchango kwenye leo yangu. Mungu alichomtumia kukiweka. Watu wa Mungu wale hai, kuna tamaa pia ya kuacha dhambi. Huwezi kuiacha dhambi kama hujasikia tamaa ya kuiacha. Kuna mtu anasikwambia mimi natamani na mimi niache kuzini. Hivi watu wanawezaje kuishi bila kuzini? Na mimi natamani. Mimi nakutana na vijana wengi sana, anachukia uzinzi, lakini anafanyaje kuacha? Anatamani naye kuishi bila kuzini. Watu wanatamani. Hiyo nayo ni tamaa nzuri, tamaa ya kutamani uache dhambi fulani. Kuna tamaa ya kutamani kumpenda zaidi mwenzi wako. Unakuta mtu anasema, mimi ninavyoishi na mume wangu, naishi kama bado sijampenda kama anavyotakiwa. Hivi ninavyoishi na mke wangu, naishi kama sijampenda anavyotakiwa. Natamani kumpenda zaidi. Hiyo nayo ni tamaa nzuri. Kile kitabu cha Isaya sura ya 26 mstari wa 9. Kitabu cha Isaya sura ya 26 mstari wa 9. Isaya 26:9 inasema,
kwa nafsi yangu nimekutamani wakati wa usiku. Naam, kwa nafsi yangu, ndani yangu nitakutafuta mapema. Maana hukumu zako zikiwapo duniani, watu wakaao duniani hujifunza haki. Anasema kwa nafsi yangu nimekutamani wakati wa usiku. Ina maana huyo mtu ndani yake alikuwa anamtamani Mungu kila siku usiku. Nafsi yake inatamani kumtafuta Mungu mapema. Anatamani hapa duniani awe na Mungu. Anatamani kujifunza haki mbele za Mungu. Ina maana huyu naye alikuwa ana tamaa iliyokuwa njema. Sasa tamaa ya namna hii sio mbegu mbaya. Tamaa ya namna hii sio mwiba unaoua mbegu. Ni tamaa nzuri ambayo ni chachu ya kukufanikishia mafanikio yako. Na Mungu akupe hii tamaa mwaka ujao ili ukafike mbali. Sema amen kwa jina la Yesu. Wapendwa, tuangalie aina ya pili ya tamaa. Aina ya pili ya tamaa inaitwa tamaa mbaya. Aina ya pili ya tamaa inaitwa tamaa mbaya. Tamaa mbaya ni ile hali ya kuwa na tamaa katika namna ya kutokuridhika na ulichopewa na Mungu. Hivyo unajikuta unafanya vitu kinyume na mapenzi yake. Tamaa mbaya ni ile hali ya kutokuridhika na vitu ulichopewa na Mungu. Hivyo unajikuta unafanya vitu kinyume na mapenzi yake. Kwa hiyo tamaa mbaya yenyewe inakuwa inamaanisha ile hali ya mtu kutokuridhika na vile Mungu alivyompa, na vile Mungu alivyombariki, na vile Mungu alivyomuumba, na vile Mungu alivyomjalia. Unakuwa haujaridhika navyo. Hauna ile self fulfillment. Hauna tunda la self control. Kwa Kiswahili inaitwa kiasi. Hujaridhika. Unakuwa unaendelea kutamani zaidi kinyume na mapenzi ya Mungu. Kitabu kile cha Yakobo sura ya kwanza mstari wa 14 hadi wa 15. Yakobo sura ya kwanza mstari wa 14 hadi wa 15. Yakobo 1:14-15 inasema namna hii: lakini kila mmoja hujaribiwa kwa tamaa yake mwenyewe, huku akivutwa na kudanganywa. Halafu ile tamaa ikiisha kuchukua mimba huzaa dhambi, na ile dhambi ikiisha kukomaa huzaa mauti. Kwa tunaona tamaa mbaya ni lango la dhambi. Kule mwanzoni tuliona tamaa nzuri ni lango la mafanikio. Ila huku tunaona sasa kumbe tamaa ikisha kuwa mbaya haiwi tena mbegu ya kukufanikisha. Inakuwa mwiba, inakuwa lango la dhambi. Na ndio maana anasema ile dhambi, mchakato wa dhambi unaanzia kwenye tamaa. Na ile tamaa ikisha zaa mimba inakuwa komaa, inakuwa dhambi. Kwa kumbe dhambi ikiwa kwenye mchakato wa kutendwa inakuwa ni kama mimba inayoitwa tamaa. Inaitwa tamaa. Ni sawa na mtu anaenda guest, anakodi chumba, anachukua, namuita mtu, wanafanya uzinifu. Ina maana ile michakato yote ya kutafuta loji, kulipia loji, kuwasiliana na yule anayemuita waje wazini naye, inakuwa wapo kwenye hali ya tamaa. Amemtamani, ndio maana anamuita azini naye. Anakodi, analipia chumba. Yote inakuwa ni mchakato wa mimba. Kwa tamaa nafikiri umeshapata hapo. Tamaa yoyote ile ambayo ni mwiba ina nafasi ya kukukwamisha usifikie malengo yako ndani ya mwaka husika. Na ndio maana watu wengi waliokwama 2025, moja ya sababu zilizowakwamisha ni tamaa mbaya. We jaribu tu kufanya self evaluation. Pita kwa watu kadhaa kama utaweza. Ongea na wa kwanza, ongea na wa pili, ongea na watatu. Utagundua katikati ya wengi
sababu watakazokupa za kuwafanya wasifikie malengo yao mwaka huu. Kuna mahala waliendekeza tamaa mbaya, kama hili somo linavyofundisha. Kitabu cha Kutoka ile sura ya 20 ule mstari wa 17. Kitabu cha Kutoka sura ya 20 ule mstari wa 17. Kutoka sura ya 20 ule mstari wa 17. Inasema, usitamani nyumba ya jirani yako, usimtamani mke wa jirani yako, wala mtumwa wake, wala mjakazi wake, wala ng'ombe wake, wala punda wake, wala chochote alicho nacho jirani yako. Mungu anakataza usikitamani. Kwa hiyo tunaona tamaa iko kwenye amri za Mungu. Tunakatazwa tusitamani vitu vya jirani zetu. Uridhike na ulivyo navyo, uwe fulfillment na ulivyo navyo, uwe na personal self fulfillment katika yale ulio nayo. Ridhika. Kama una ng'ombe, uridhike na ng'ombe wako, usitamani ng'ombe wa mwingine. Kama una gari, uridhike na gari yako, usitamani gari ya mwingine. Kama una mke, uridhike na mke wako, usitamani mke wa mwingine. Una mume, uridhike na mume wako, hata kama hana uwezo, ni mume wako. Hata kama ana udhaifu fulani, ni mume wako, uridhike naye. Mume wangu hivi na hivi, ridhika naye, usitamani wa mwingine. Mbona mama nani yeye mume wake anamfanyiaga hivi, wa kwangu, usitamani ya mwingine. Watu wengi wanasadiki kwenye kutamani mke wa mtu au mume wa mtu ni kwenye ngono tu. Hapana, si kwenye ngono tu. Hata kutamani maisha yao ni sawa na umetamani mume wa mtu. Unaposema mimi mume wangu hanilipiagi hela ya saluni, mbona marafiki zangu wamezawa na wapeleka saluni wanawanunulia nguo mpya, hujatamani wala kuzeni naye, lakini pia umetamani mume wa mtu. Umetamani anavyomtunza mke wake. Kuridhika na cha kwako. Usitamani wajakazi wa mtu, chochote kile usitamani. Huyu kijana umemtoa wapi? Mbona anafanya kazi vizuri hivi? Yaani wakule kwangu yeye afanyi kazi kabisa. Usitamani mfanyakazi wa mtu mwingine. Biblia imegongomelea msumari namna hiyo. Sio mimi nimesema, ni hiyo Kutoka 20:17. Watu wa Mungu ali hai, naendelea kukurudisha pale pale kwenye leli ya somo letu. Tusitoke nje ya leli, pale pale kwenye leli. Mpendwa, ni wapi umeanguka 2025 kupitia kutamani? Katika tamaa mbaya ni wapi? Tuendelee mbele. Tumalizie na vitu viwili, tuende kwenye maombi. Unamkuta mtu mwaka mzima anapambana kuomba kitu ambacho sio level yake kuwa nacho, ila tu kwa sababu amewaona wengine wanavyo, anaona wivu. Kwa sababu tamaa ina tabia ya kuambatana na wivu. Tamaa ina tabia ya kuambatana na wivu. Kwa sababu unakuta mtu ametamani kitu fulani kwa wengine, anapata wivu nacho, anakazana kuomba mbele za Mungu, anaombea mbele za Mungu awe nacho. Na unakuta hicho kitu yeye sio level yake kuwa nacho, ila anakazana tu kuomba awe nacho. Huo nao ni mwiba wa kukukwamisha. Angalia kitabu cha Mathayo kinavyosema. Ile Injili ya Mathayo kuna kitu upate pale. Sura ya 20 mstari wa 20 hadi wa 23. Injili ya Mathayo sura ya 20 mstari wa 20 hadi wa 23. Mathayo sura ya 20 mstari wa 20 hadi wa 23. Inasema namna hii. Ndipo mama yao wana wa Zebedayo akamwendea pamoja na wanawe, akamsujudia na kumwomba neno. Akamwambia, wataka nini? Akamwambia, agiza kwamba hawa wanangu wawili waketi, mmoja mkono wako wa kuume na mmoja mkono wako wa kushoto katika ufalme wako. Yesu akajibu akasema, hamjui mliombalo, hamjui mnaloliomba. Narudia tena, hamjui mnaloliomba. Je, mwaweza kukinywea kikombe nitakachokinywea mimi? Wakamjibu, twaweza. Akawaambia, hakika mtakinywea kikombe changu
lakini kuketi mkono wangu wa kuume na mkono wangu wa kushoto sina amri ya kuwapa, bali watapewa waliowekewa tayari na Baba yangu. Tunaona habari ya mama wa wana wa Zebedayo. Ni moja ya habari maarufu sana, na yamkini wewe ni mhubiri, umewahi hadi kuihubiri sehemu. Habari ya huyu mama yao na wana wa Zebedayo. Alikuwa anatamani watoto wake wawe kama Yesu. Kuna hali fulani wakina mama huwa wanayo, akikaa akimuona kijana safi, anajitambua, anatamani watoto wake wawe kama huyo kijana. Kwa hiyo huyu mama naye alipatwa na hii hali ambayo ni kawaida kuwatokea wazazi wengi, akatamani watoto wake wawe kama Yesu. Kwa akamfuata Yesu, akamwambia, naomba watoto wangu waketi pamoja na wewe kwenye ufalme wa Mungu. Yesu akamwambia, haujui unachokiomba. Wewe na watoto wako hamjui mnaloomba. Kwa nini Yesu alimwambia namna hiyo? Kwa sababu walikuwa wanajaribu kuomba maombi ya kupewa kitu ambacho sio levo yao. Narudia tena, Yesu aliwaambia hamjui mnachoomba, kwa sababu walikuwa wanaomba wapewe nafasi ambayo sio levo yao, sio kiwango chao wao kupewa. Pale walipo ndio ilikuwa levo yao, pale walipotaka kupewa si levo yao. Kwa nini walipatamani? Kwa nini walipataka? Walipatamani, waliingiwa na tamaa. Ndio maana wakaombea. Mtu wa Mungu, kuna watu mwaka mzima 2025 mmekuwa mnaombea maombi ya vitu ambavyo sio level yenu, sio level yenu. Mtu umekazana unaomba tu, baba nipe hichi, baba nipe hichi. Oh baba, mwaka unakaribia kuisha, umenyamaza, nipe. Mpendwa, kitu kama sio level yako, utaomba sana, utafunga sana, utatoa sana sadaka, utagalagala kwenye mikesha na maombi, utawekewa mikono na mikono, utapakwa mafuta na mafuta, utakunywa maji na kunywa, utakanyaga na vya kukanyaga, utajiosha na kujiosha, hutojibiwa, kwa sababu sio level yako. Mungu ni Mungu wa levels. Mungu ni Mungu wa levels. Kila mtu duniani ana level yake, ana daraja lake. Moja ya jambo muhimu sana, hakikisha umejitambua wewe ni wa kiwango gani. Hayo ulionayo ndiyo ya kiwango chako. Yale unayoyasikia ndani si kwa kutamani kwa kuona kwa watu wengine, ila unayoyasikia automatically unasemeshwa na Roho Mtakatifu. Ombea hapo, ombea hapo, ombea hapo. Usitamani gorofa huku wewe level yako ni wa kukaa nyumba ya kawaida. Usitamani kitu ambacho sio level yako. Nagongomelea sana hapa, kwa sababu kuna watu mko hapa mnatamani vitu sio level yenu. Na Mungu akurehemu, Mungu akurehemu. Hali ya kutamani kitu ambacho sio level yako ni mwiba wa kukukwamisha usifikie malengo yako. Kwa nini? Kwa sababu ile tamaa itakufanya uanze kuhangaika na kuweka jitihada kung'ang'aniza jambo ambalo sio la kwako, huku huo muda ungeutumia kufanya lile ambalo ni la kwako na ukafikia kwenye hatima yako vizuri tu. Kwa unajikuta unapoteza muda na mwaka unaenda au kusubiri, muda au kusubiri. Hapa umekaa muda huu unanisikiliza, hizi dakika ulizozitumia ndio zishapita hivyo, hazijirudii tena. Ashukuriwe Mungu unachokisikiliza kina faida. Na ule muda unaotumiaga kusikiliza visivyofaa, kuombea ambavyo sio level yako, umeupoteza. Hivyo basi hakikisha unajikita kwenye yale ambayo ni ya level yako, ili usipoteze muda, usiingie kwenye mwiba wa kupoteza muda wako. Mungu akusaidie. Wengine imefika mahali wameshambuliwa kichawi, wamekwamishwa, kisa tu wameonekana wana vitu vizuri, watu wakawatamani. Sikiliza na hii pointi pia. Kuna watu wengine ambao wako hapa wameshambuliwa kichawi. Kuna watu wamekuona level yako, wamekuona kiwango chako, wakakutamani na wakakushambulia kichawi. Aidha wamekuloga ili ukwame kimaisha.
Ndio maana hata ukikaa unaotaota tu mandoto ya ajabu. Una mashambulizi kila siku, ni mashambulizi. Kumbe kuna watu wamekuona, wamekutamani ulivyo, wametamani ulionayo. Na unajua siku zote wanaologa maisha yetu ni wale waliotutamani wakatuonea wivu. Maana tamaa inaenda na wivu. Mtu wa Mungu aliye hai, ni wapi umekwamishwa kwa ajili ya kutamaniwa ukalogwa? Ni wapi? Haya mambo yapo. Ni wapi umetamaniwa watu wakaenda kukuvunjia nazi, wakaenda kukufungia fundo kwenye nguzo? Ni wapi? Unapita kwenye nguzo, unaona kimdori kinaning'inia kwenye nguzo. Kumbe kuna watu wamepewa masharti na waganga wa kienyeji wakaweke pale vitu vyao. Mambo ya hapa duniani ni mengi mno, ni mengi mno. Na ndio maana unahitaji leo kujitafakari. Alafu tutaenda kuomba. Maombi tutakayoomba, kila eneo ambalo utagundua kwenye mwaka huu ulikwama kwa ajili ya huu mwiba wa tamaa mbaya. Aidha ni wewe mwenyewe ulikuwa nayo hiyo tamaa mbaya, au ni watu wengine walikuonea tamaa mbaya wakakufanyia hila za kukukwamisha. Tutaomba toba kwa ajili yako na kwa ajili yao. Alafu tutamshukuru Mungu kwa kutupa huu ujumbe, kwa sababu chakula hichi kimekuja, kimetusaidia, tumefumbuliwa macho. Hivyo tutasimama kumshukuru Mungu kwa ajili ya 2025. Kwa mapito yote tuliyopitia, tukakutana na huu mwiba wa tamaa mbaya, tumepata shule, tumepata fundisho, na ndio maana tuna kila sababu ya kusema asante. Tutasimamia malango ya mwezi wa 7 ya mwaka 2025 kumwambia Mungu asante. Jambo la wewe kufanya kwa sasa, andaa sadaka yako. Andaa sadaka yako, kama unayo mkononi, kamata mkononi, ipo kwenye simu, ikamate moyoni mwako, kamate moyoni mwako. Tutaomba, na tukishaomba utatoa kupitia namba za simu. Naomba niweke angalizo. Eneo lilosikia neno ndilo eneo unalotoa sadaka. Kwa hiyo usitoe mahala pengine zaidi ya mahali hapa. Kupitia namba za simu tunazokuwekea, ndipo utaona matokeo ya hichi tunachokifanya hapa. Ina maana sana, ina maana sana. Kama una swali pia unakaribishwa kuuliza kupitia hizo namba za simu tunazokuwekea kwa ajili ya kupokelea sadaka yako. Ni kwa ajili ya mwaka. Inanena mema, inanena mema, inanena mema, oh inanena mema. Damu ya Yesu inanena mema, inanena mema. Damu ya Yesu inanena mema. Kwenye malango inanena damu ya Yesu, oh inanena mema.
inanena mema, damu inanena mema, inanena mema, damu inanena mema. Salia maneno pamoja na mimi, sema Bwana Yesu, sema Bwana Yesu, ninakubali damu yako inanena mema. Ninakubali damu yako inatakasa dhambi. Ninakubali damu yako inaleta wokovu. Sema Bwana Yesu, ninasogea mbele zako mimi fulani. Ninaomba unisamehe kwa ajili ya dhambi zote na makosa yote Bwana niliyotenda nikaanguka mwaka 2025. Baba, nimesimama kwenye malango ya mwezi wa 7 ya mwaka 2025. Ninakuomba msamaha na rehema. Ninakuomba huruma yako Mungu. Maeneo yote ambayo nilianguka, ninaomba huruma yako na rehema zako. Zinisaidie kugeuka. Zinisaidie kuungama na kupewa msamaha wa dhambi. Baba, ninarudi kwako kama mwana mpotevu. Ninaurudisha moyo wangu kwako Yesu. Ninageuka nilikokuwa nimepotelea. Baba, ninarudi kwako, maana nilisongwa na mwiba. Nilisongwa na miiba. Sema nilisongwa na miiba ya tamaa mbaya. Mungu, naomba unisamehe. Mimi mwenyewe nilikuwa na tamaa mbaya, nikawa sababu ya kujihamisha kwenye malengo. Nikahamia kushughulika na yale ambayo si level yangu, si kiwango changu, si ulionipangia. Nikaacha yale ulionipangia. Baba, naomba unisamehe, maana nilijishughulisha na mambo ya watu kwa kutazama wengine na kuwatamani. Baba, naomba unisamehe. Nimeharibu mno mbegu zangu za 2025 kwa ajili ya macho ya tamaa. Baba, nikawa na kiburi hata niliposhauriwa. Naomba unisamehe Baba. Baba, ninaomba unisamehe. Wasamehe hata wale ambao Yesu alinitazama wakanifikiria tofauti, wakatamani nilionayo. Wengine waliloga maisha yangu, wengine walienda kwa waganga kwa ajili yangu. Wengine Mungu Baba walinishambulia kishirikina kwa sababu walitamani nianguke. Baba, naomba unisamehe pale nilipokwama kwa ajili ya uchawi wao. Naomba unisamehe pale nilipokosa kwa ajili ya uchawi wao. Naomba unisamehe, maana yote hiyo ni miiba. Baba, nami natangaza kuwasamehe. Nami natangaza kuwaachilia wale wote walionishambulia kwa ajili ya kunitamani, kwa ajili ya tamaa mbaya. Baba, nami nimetangaza kuwasamehe, maana nataka kuanza upya. Sitaki kuvuka mwaka na haya makando kando. Sema Bwana, sitaki kuvuka mwaka na haya makando kando. Ndiyo maana nayaachilia kwako. Ninaoga damu ya Yesu. Ninaoga damu ya Yesu. Naomba inioshe. Naomba inioshe. Naomba inioshe. Damu yako Yesu. Naomba inioshe. Naomba inioshe. Damu yako Yesu. Naomba inioshe. Endelea kuomba damu ya Yesu ikuoshe. Endelea kuomba kwa maneno yako. Endelea kuomba kwa maneno yako. Siku zote ninakueleza, Roho Mtakatifu anakuachia hizi dakika, anakuachia hii nafasi ya kujihudumia we mwenyewe, kwa sababu maisha yako wewe ndio unayajua kuliko mimi ninavyoyajua. Wewe ndio unavyoyajua kuliko huyu na yule wanavyoyajua. Hivyo simamia hili lango la mwezi wa 7 2025. Simama kwenye hilo lango. Mwambie Mungu asante. Mwambie Mungu asante pale ambapo wamekusemesha hii siri, pale ambapo wameongea na wewe ya maneno. Mwambie asante, alafu endelea na toba. Mwambie asante kwa 2025 yangu. Hujaacha nivuke, sijasikia hii sauti. Nimesikia hii sauti kwa sababu unanipenda. Mwambie Mungu asante kwa ajili ya hasara nilizopata mwaka mzima. Shukuru kwa ajili ya hizo hasara. Shukuru maeneo ambayo umekwama kwa ajili ya hili lango la tamaa mbaya. Shukuru maeneo ambayo hii miba ya tamaa mbaya imekukwamisha. Shukuru, maana tumeambiwa tushukuru kwa kila jambo. Hata hizo changamoto zilizokukumba na zenyewe pia we shukuru mbele za Bwana. We shukuru mbele za Bwana, maana
maana unavyoshukuru ndivyo Mungu anavyofungua mlango kwa mwaka ujao kukuvusha zaidi. Maana tuko hapa, hatutamani makosa yaliyotendeka mwaka huu yatutokee tena mwaka ujao. Ndio maana tunavuka kwa toba na shukrani. Orapakoriasaka. Baba, naomba upokee hata sadaka watoto wako wanazokutolea kwenye madhabahu yako ya Jerusalem Family TV. Tunaomba Mungu zipokee Baba, zichangamane na damu yako Yesu, iwanenee rehema kwenye kiti chako cha neema. Bwana, iwanenee shukrani kwa malaika wa sifa, ili mbinguni wasifu na kuabudu na kushukuru kwa ajili ya watoto wako hawa. Mungu Baba, tunaunganisha sala zetu kwako. Riposhamakarianderebosaka. Baba, tunaunganisha sala zetu. Baba, tunaunganisha maombi yetu. Baba, tunaunganisha maombi yetu. Baba, tunaomba upokee. Baba, tunaomba upokee. Baba, tunaomba upokee. Endelea tu kuomba, mtu wa Mungu. Kama unasukumwa toba, we tubu, tubu tu. Unasukumwa kutubu kwa ajili ya watu fulani, tubu kwa ajili yao. Usijizuie vile ambavyo Roho Mtakatifu anakupeleka huku ndani. Unajisikia kushukuru, kupiga makofi, kupiga vigeregere, chochote unachosikia kufanya cha kiroho, wewe fanya muda huu, maana ni ibada mbele za Bwana, ni ibada mbele za Bwana. Maana tumesema hatutavuka na ile, tumekataa kuvuka nayo. Endelea kuomba kwa maneno yako mpaka usikie ule mzigo wa maombi umeisha ndani yako. Utashukuru na kuvunja roho za visasi. Wewe endelea tu, usiache, endelea mpaka ule mzigo uachie ndani yako.